Kutoka Karatu mpaka Isilalei. Bana, tuko Endoto Manyata, na hapa nyuma yangu tuko na wenyeji wa eneo hili ambao ni Wamasai, na tumekuja kwa lengo moja tu. Issue ni kupata story, kupiga story na ndugu zetu wa Wamasai. Je, watatujuza nini? Watatuambia nini? Wana changamoto gani maeneo haya? Pia wana faida gani maeneo haya? Kutoka Ndoto Manyata hapa Isilalei, wilaya ya Monduli. Hatua ya kwanza, wenyeji wetu wametupokea vizuri kama tunavyowaona, lakini tunaenda kabisa kuimbiwa nyimbo za Kimasai. Ndugu mtazamaji, tunaamini utaenjoy. Hii ni KNN, sauti ya mtaa. Baba na mama, mimi labda niwaulize tena labda swali langu lingine. Watazamaji wa kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa na KNN waweze kufahamu labda mabadiliko ya elimu, teknolojia na mambo mengine ambayo sasa hivi yanaendelea duniani yanaathiri labda kabila lenu kwa ujumla kwa upande wa Masai? Yanaathiri kwa sababu yani mambo ya mila, mambo ya utamaduni, yani anakisiri hata mila na anapatia sana asilimia kubwa ya vijana wetu. Yani hata wananyoa watoto wa kiume na wa kike wote anakuaga na utofauti kabisa. Hata kama unaenda kusoma, yani ukimaliza kusoma lakini kama hujaajiriwa, kwa nini usiende kuwa na utofauti kidogo na wenzako wakati wewe walitoka kwenye hilo jamii? Shughuli zingine kama anaposaliwa mtoto, wa mama nao wanaimba na wasee anaenda kuimba kwa sababu anasherekea kwa sababu walisaliwa mtu. Lakini sasa hivi asilimia kubwa hao vijana wa kiume na wa kike wao hataki, hata kama uliokoka kiasi gani, lakini samani hata kama uliokoka lazima atamwimbia, anasema na kumshukuru Mungu na kurudishia shukrani na sifa. Kwa hiyo hata sasa hivi wao nasemea hivi, elimu yanakisiri sana elimu, yani samani napofahamu, yani mtu akiwa anauma hatuna sababu kuenda hospitali, yani tuna mamiti shamba, unatapika, hata mwingine anaweza kumeza, unakuta kichwa imepona, au kama nani kifua na kubana, yani anapona tu, nani tumbo ya kisokota yanapona. Lakini vijana sasa hivi yani hata ikisikia ile maumivu tu kidogo ni town nakimbilia hospitali, na ukopi hata kuchukua mashindano, hata kumwambia tumia ile jani au tumia hizo maganda ya ile miti ili apone, lakini hataki. Hata mingine anaweza kusababisha hata nani ugonjwa kusidi mwili wake kusidi zaidi. Kwa hiyo maadili teknolojia nayo kidogo yanatuathiri. Okay. Bana, mimi nirudi kwako mtazamaji. Baba amejieleza, au babu kwa upande mwingine kwangu amejieleza mno kwamba teknolojia kwa upande wa elimu na miundombinu yanapozidi kuongezeka kwa upande wa elimu na teknolojia kwa ujumla. Kwa upande wa amegusia kwa upande wa hospitali, kwa maana kuwa wao wanaamini kuna madawa ya asili, mizizi pamoja na majani
yanaweza yakawafanya wakae sawa katika miili yao, lakini badala yake imekuwa tofauti katika ulimwengu wa leo. Kwa maana nyingine, miaka ya sasa hivi, kijana wa Kimasai huwezi kumwambia nenda hospitali, nenda kwenye shamba fulani ukachukue mzizi na ile jani labda ili ameze apone. Badala yake anakimbilia hospitali na kuchoma sindano. Ni jambo ambalo kidogo kwenye mila ya upande wa Kimasai wameamua kusema kwamba wanatuharibia. Niongeze swali lingine kwa mzee huyu katika boma hili la Ndoto ya Manyata. Baba, mimi niko na swali lingine la ziada. Mmeweza kuishi kwa miaka mingi sana, lakini asili ya Masai ni asili ya kila siku na ambayo ni asili ambayo haiwezi kuiacha. Nyuma yangu kuna nyumba ambazo nyie mnaishi. Kuna maendeleo pia yanaweza kufanyika baina ya jamii kwa jamii. Mnaweza mkajenga nyumba nzuri ya bati nzuri kabisa kama nyumba ya kisasa, lakini nyumba kama hii hamjawahi kuiacha kuijenga. Huwa ni kwa nini? Ni sababu yani hata mimi sasa hivi ninapohoji nina nyumba ya block. Yes. Lakini kwenye asili yangu nisitaki na nilipotee. Asili ile ya Kimasai. Ile ya Kimasai. Niwe tofauti na watu wa mjini. Sawa. Ndio maana tunapojenga hizi manyumba ya kuwezeka na majani itambulike 100% kwa mimi ni Masai. Na utambulisho wa Masai lazima mzigo uwe wao. Ndio. Ili Masai mwingine mwenzangu anayetoka sehemu yani anaelewa hizi boma ni la Masai. Kwa hiyo ndio anakaribishwa. Pili, na anajenga ili awe ni siada. Weka mbuzi, weka hizi mbalelo nani mbuzi ya kondoo, ndama au ng'ombe waliogonda anaweka pale. Au wageni akija wanaweza kumpata mahali ya kumhifadhi. Hata nani wageni akija hata kumi. Kwa sababu sisi hatumdai mtu anayekuja kulala kwako. Hata kama hujui ni kutoka wapi. Mradi uwe Masai na utaji ulikotoka, labda kama ni Kiteto, Simanjiro, Ngorongoro, Longido, hata wengine kutoka ng'ambo. Basi wakiongea naye kinyumbani, unafagiliwa ndani ya nyumba, anatandika kitanda, anaenda kulala. Kwa hiyo hilo hatuachi. Hata kama una degree kiasi gani, lazima nitajenga. Mzee, hata kidogo sana. Mzee sawa, ngoja. Hata waziri mkuu Edward Morinke Sokoine, yeye kwenye mama yake mpaka kaburini ana nyumba. Na wake wote wawili ana manyumba pengine ya nyasi tu kama kawaida. Mzee, kuna kitu umekiongea kwamba kama ni mpita njia ameishia njiani, labda anaelekea sehemu nyingine kama Ngorongoro, labda Simanjiro, labda kapita hapa Isilalei, ni Masai, anapokelewa kama Masai mwingine. Tuje sasa, mimi ni Mwiraki, sina nauli ya kurudi Karatu, sina nauli ya kwenda Arusha, katikati hapa Isilalei. Vipi hapa unanipokeaje? Yani atapokelewa mgeni. Kwa sababu wewe ni mgeni, wewe ni mwanadamu, utapokelewa tena kwa mikono yote. Unalishwa chakula, unapewa mahali ya kulala bila kuwa na wasiwasi, na kama ikiwasikana kama una nauli kama ninao mimi namsaidia. Yani kwenye hii kijiji, kwa sababu nilikalia uongozi miaka mingi, yani Wairako wako wengi hapa, Wachaga wako, sijui na Wasigua wapo, wote ni kama Masai wenzako wanakulia. Anakaa, lakini wewe unafaa kisuruali wako, lakini unalala bila shida. Kama mimi anakula ugali na wewe unakula ugali, kama anakula mchele na wewe unakula, kama anakula nyama na wewe unakula, bila kuchajiwa hata senti 5. Sawa bana, mimi napata madini. Mtazamaji wa Sauti ya Mtaa na KNN, haya madini yanapatikana katika boma hili la Ndoto ya Manyata.